Karibu mtazamaji wa Raia Mwema TV, naitwa Rajab Ganga kama kawaida. Tunazungumza vijana, na katika kuzungumza vijana inakuwa ndani ya vijana kuna mambo mengi sana yanaendelea, hasa katika jamii yetu ndani ya Tanzania yetu. Leo hii nipo katika fukwe maridhawa kabisa, fukwe nzuri, fukwe za bahari au tunasema beach ya Mji Mwema. Kuna mahoteli mengi, kuna vibanda vingi. Ndio. Lakini ndanimo tunaangalia sasa sisi kama vijana wanapatikana wapi? Vijana wanafanya nini kupitia fursa ambazo zipo katika maeneo yanayotuzunguka? Sasa tutazungumza na vijana hapa, tunapiga story kama vijana kuhusiana na hali halisi ya maisha ya vijana, na vile vile tunapopata fursa tunazitumia vipi. Kwa hiyo fursa kubwa leo tutaiangalia katika fukwe hii ya Mji Mwema, vijana tunanufaika nayo vipi? Lakini tukiachilia mbali kunufaika nayo kama vijana, je, kuna changamoto ambazo vijana tunakutana nazo ambazo zinaweza zikatutoa katika mstari na kukata tamaa? Kwa hivyo na vijana wenzangu hapa, kila ambaye atakuwa anazungumza, anachangia mada, anatuelezea kwa upande wake, atajitambulisha, alafu atatueleza vile ambavyo yeye kwa upande wake anahisi, na tuko huru katika kuzungumza, isipokuwa tu tulinde mipaka ya nchi yetu, mipaka ya katiba na sheria. Lakini kama vijana nataka tuzungumze sisi kama vijana, tuna maono gani? Tunatamani mambo ya vipi? Nianze kwanza na kakaangu hapa upande wa kushoto kwangu, atajitambulisha jina lake, alafu tutazungumza. Mimi naitwa Male maarufu. Male. Male maarufu hapa ndio bichi yetu. Kiasi tuko hapa. Tunaishi hapa. Ndio. Tunaishi kwa amani kabisa. Ndio. Na tunapendana. Naona. Yaani kwanza hakuna uhalifu wote wala hakuna wizi wote. Ndio. Tunaishi fresh kabisa. Male, tangu kwanza maisha bichi hapa na miaka mingapi? Hapa kwa sababu ni mwenyeji wa hizi pande. Ndio. Kwa hiyo ni muda mwingi. Umezaliwa hapa? Asizaliwa hapa lakini ni muda mwingi. Umezaliwa maeneo gani? Bwana, nimezaliwa Mwanza. Mwanza. Ila tukahamia huko. Kamia Dar es Salaam. Tukahamia Dar es Salaam. Mwanza sijaishi sana. Nimezaliwa. Kimekuvutia kipi katika mazingira haya mpaka kuamua kuweka maisha yako hapa? Kwa sababu ni mazingira ya karibu na nyumbani. Sawa. Alafu ndio sehemu ambazo tulizokulia kuanzia udogo. Huko tuna marafiki, tuna ndugu, tuna familia, tuna makaka, tuna masista ambao wanaishi huko. Wanatufahamu, yani wanatufahamu kabisa mpaka majumbani kwetu mpaka tunapoishi. Sehemu za bichi kama hizi zinakuwa zina mambo mengi. Sasa hebu tuangalie kwa upande wa fursa. Leo unanufaika vipi na bichi hii? Hapa tunanufaika na wageni. Ndio. Wafisi zetu wanakuja. Wakija kuna biashara nyingi ambazo zinafanyika. Tunakodisha maboya kama yapo, nguo za kuogelea. Hata kuwakaribisha tu leo karibu wenyewe hapa. Bwana karibuni. Tunafanya usafi wa mazingira ya bichi hapa, nafagia. Tunalinda ofisi hizi. Tunaangalia sio nakopia walinzi kwa kibichi chochote. Yaani ni amani. Kwa siku unaweza ukapata kiasi gani? Kwa siku siwezi kuambia ni kiasi gani. Ila kipato kinapatikana. Inaweza ikafika 10,000. Inaweza ikafika hata zaidi 10, 15 kutokana na siku inapokuwa vizuri ambazo umezizungumza. Ndio. Kwa vijana. Chukulia tu ni 10,000. 10,000, 15. Ila kuna mahitaji pia. So kipata 10,000 brother. Senye kama hivyo unavyoona 10,000 kuna kula, kuna kunywa, kuna mambo mengine madogo. Kwani kipato cha 10,000 pia hakiwezi kutosha. 10,000 kama 10,000. Wewe kaipata ndio, ukasema lakini unakuwa unajibana wewe. Yaani ukipata 10,000 yenyewe unajibana. Hata maisha sasa hivi wenyewe kwa vijana 10,000 ni ndogo sana. Hata ukipata kazi ya kuuza 10,000 kwa siku ni ndogo. Kuna mipango ya maisha baadaye? Baada ya kuwa umeshakaa sana bichi, unapiga kazi bichi, unapatikana 10, 20.
Labda maisha ya baadaye baada ya hapa kuna mipango gani? Mipango ndio hapo kujimeki. Kisha jimeki wewe mwenyewe ndio ukipata hiyo pesa yako ndio utajua unaenda kufanya nini. Wewe unapanga kufanya nini? Bwana, mipango yangu na mpango wa kufungua kibanda ambacho cha kuweka labda nguo za kuogelea, kama mfano wa kile maboya ambao wakija wateja na kuamini na wamiliki wenyewe, kwa unajua mwenyewe naingiza pesa sio kupitia mtu, kwa sababu unaweza kufanya kazi kama vile unakuwa unafanya kazi kwa mtu, yani sio kazi yako, yani umekuwa unafanya kazi kwa mtu, kwa hiyo ndio unapata kipato kidogo, pia kama una eneo lako mwenyewe unaweza kujikiza. Biashara kama hiyo ambayo unaipanga sasa, unahisi kama kiasi gani, yani inahitaji gharama ya kiasi gani kuianza? Kuianza kwanza upate eneo. Kule eneo lipo tayari. Eneo lipo tayari. Labda robota. Ambayo robota ni kiasi gani? Robota zile hapo unapata mixer, nguo hizo kama hizo nguo za kuogelea. Zile robota sasa hivi sisi zinaenda bei gani? Na hizi laki ngapi? Laki ngapi zile mwanangu? 3.5, 380. 3.5 unapata full ambayo inakuwa hapo. Pata unaweza kaanza nao biashara. Na umeshaanza kumeki kuitafuta hiyo au bado kabisa? Ai, wenyewe ndio ukipata mazingira yenyewe ndio kama haya. Yaani haifiki popote. Unaweza kujikuta asubuhi amka una kitu. Unajikuta asubuhi wenyewe una kitu. Kwa sababu nataka naye kama kijana uishi, unywe maji, ununue ule maji buku. Chakula 3,000. Haya. Bado mambo mengine ya kimwili, hujanyoa, hujaoga, hujanua sabuni, hujafua. Bado kama kuna watu wanakutegemea pia huko nyuma na wanataka labda kachange mwenyewe uelewi itakizi vipi. Kizi. Nimekupata hapo. Unaitwa nani? Moto njaa kali. Naitwa Rafaeli. Rafaeli? Yeah. Rafaeli, hapa bichi unajishughulisha na nini? Hapa sijishughulishi na chochote, lakini nakuja mara kwa mara. Nakuja kutazama tu bahari. Yeah. Kuna muda gani tangu unakuja hapa mara kwa mara? Na muda kidogo, kwa sababu kuna sehemu nafanya kazi karibu na hapa. Unafanya kazi gani? Security. Ulinzi. Yeah. Muda ambao unakuwa haupo kazini ndio unakuja bichi? Nakuja bichi kwa sababu hapa asilimia kubwa ya watu wote tunawaona hapa ni walinzi. Kwa sababu hakuna mgeni anaweza katokea huko kama ni mwizi au ni mtu mbaya. Lazima wote watajibika kumfukuza. Yaani kwa sio wote ambao tuko hapa hatuwezi kuruhusu tukakaa na mtu ambaye ana mkono ambaye ana tabia ya kidwanzi, hatuwezi kukaa naye. Tangu ufike hapa umeona ufukwe huu, maeneo haya, kuna fursa gani ambazo vijana zinaweza zikawasaidia wakatoka kiuchumi? Fursa zipo nyingi ukilinganisha na siku za weekend, sikukuu. Sana sana wanakuja wageni wengi wa kutoka mbalimbali. Lakini sasa changamoto ni mtaji. Hebu taja fursa 3 ambazo kama hizo unakuwa na mtaji unawekeza hapa. Cha kwanza, mimi kama na mtaji nafungua sehemu mtu apate chakula, apate kinywaji, kwa sababu ijapokuwa zipo lakini hazitoshi. Watu ni wengi. Kama ushawahi kufika hapa siku za weekend, siku za sikukuu, watu wanakuwa wengi sana. Na maeneo yapo. Wewe hasa una plani kwamba ukipata kiasi gani utafanya biashara gani wewe kama wewe? Mimi binafsi nitafanya chakula kwa sababu na uzoefu nayo. Za chakula ambacho unahisi inahitaji kiasi gani biashara hiyo? Unahisi inahitaji kiasi gani uwekeze hapo? Kwa sababu hata ukipata eneo tu kidogo la kukata ambao unaweza kuweka, labda tuzungumze kwenye chipsi, kuweka kabati lako la chipsi, jiko, na 500,000 unaweza ukafungua. Katika shughuli zako za ulinzi unachukua kiasi gani kwa siku au kwa mwezi au kwa wiki? Unalipwa kiasi gani? Hakuna atakayekuja akakupokonya hiyo pesa. Unachukua 200,000. Na mtaji wako umesema unahitaji 500,000. Yeah.
Sasa tangu upate wazo hilo mpaka sasa umeweka kiasi gani ambacho unahisi hiki baada ya miezi 6-7 kitatimia nifanye biashara ya chips? Kwanza unaweka pesa? Naweka ndio, na napokaa nalipa kodi kaka. Kwa kusema kwamba tena nianze niwekea, sometimes naweka, lakini ndio hivyo ina changamoto kwa sababu hata hapa unapopaona hivi, ukiwa na mtaji ambao unajitegemea, una uwezo wa kusema kwamba mimi bana hapa na uwezo wa kumanage kwamba nianze Ijumaa mpaka Jumapili, siku za Jumatatu, Jumanne, Jumatano unakuwa ni au angalii sana, kwa sababu hamna, kama unavyoona hamna hata watu kwa siku ya leo. Kesho hata ukija kesho utakuta hamna watu, lakini siku hizo unazokuambia kuanzia Ijumaa mpaka Jumapili watu wanakuwepo na unaweza ukafanya biashara. Kwa una mpango wa kuweka pesa kwa ajili ya kuja kufanya biashara hii? Mungu akijalia. Mungu akijalia. Serikali ina wizara ya vijana, wizara ya maendeleo ya vijana. Ndio. Unafahamu chochote kuhusiana na wizara hii? Hapana, sifahamu. Fahamu. Hata waziri wake unamfahamu? Sifahamu. Ufahamu. Haya. Bado tunazungumza kama vijana na kuna mengi mazuri hapa. Tembea ujionee, tembea ujifunze. Hakika tunajifunza. Nataka nizungumze na brother hapa. Na yeye atatueleza mawili matatu. Kaka, unaitwa nani? Kwa jina naitwa Godfrey Michael. Godfrey Michael, tumekutana beach hapa kama vijana, tunazungumza, tunapiga story, tunaangalia mambo yanayotuhusu vijana. Ndio. Tangu ufike hapa, una muda gani? Sasa hivi na miaka kama 2 au 3. Miaka 2 kama 3. Yeah. Kipi kilikuvutia katika mazingira haya? Ulifikaje? Cha kwanza ni mkazi wa mazingira huku bichi. Yeah. Nyumbani ni karibu. Na cha pili tu ni katika utafutaji, tungaona mazingira ya bichi kidogo yanaweza kanipa katika utafutaji umepata chochote tangu uingie katika harakati za utafutaji katika mazingira haya bichi? Ndio. Kwa vitu nilivyovipata pia, mfano hata akili pia yenyewe pia imebadilika, imetanuka, nakutana na watu tofauti. Na kingine pia nipo bichi, pia nipo katika najishughulisha na mambo ya usafi. Hebu tuzungumzie changamoto za bichi ambazo nyinyi vijana mnakutana nazo. Sawa? Hebu tuzifahamu changamoto za bichi ambazo vijana katika mazingira haya wanakutana nazo, na unaweza pia ukawapa wasia vijana kabla ya kuamua kuanza maisha bichi, nini wazingatie? Cha kwanza kabisa, kwa hawa ndugu zetu wanaokuja huku bichi kuja kuenjoy au kufly, yaani inatakiwa, sababu kuna mambo ya kupotea kwa watoto, watu kuzama, na pia bichi yetu hili halina vyombo ambavyo ni vya uokoaji ambavyo vipo muda wote, 24 hours. Hata tatizo lolote likitokea katika maji, hakuna kituo kicho kwa karibu na sisi cha Red Cross. Kwa hizo ni changamoto. Lakini bichi yetu hamna mambo ya wizi. Tunaishi nao vizuri, wageni tunapokea, tunajishughulisha pia na vipato hivyo tunapata. Na pia vingine hivyo tunajitahidi tunapata kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Kiachilia mbali shughuli za usafi wa mazingira ambazo unazifanya. Ndio. Shughuli ambazo unahisi hizi kama serikali kupitia wizara ya vijana itaniwezesha. Ni shughuli gani? Kama mimi napenda ingekuja kuanzishwa kituo cha Red Cross, na sisi tungekuwa viongozi sisi ambao tunaifahamu vizuri maeneo. Najua hapa eneo hili hatarishi, eneo hili ni sahihi. Kwa hiyo kwa mimi pendekezo la kwangu mimi, serikali bwana, sisi tunaomba watuletee ambao ni msaada ambao sisi vijana wa bichi tunaweza kuendeleza na kujinyanyua sisi wenyewe katika mapato yetu, na pia kuweka usalama kwa watu wengine.
Kwanza unahitaji uokozi, shughuli za uokoaji ziwepo, kuwe na kituo maalum cha uokoaji. Kituo ambacho kitawezesha vijana wa hapa waweze kuajiriwa au kujiajiri kupitia kituo hicho hapo. Ndio kusoma vizuri. Na hiyo pia inawezekana. Kuna lolote ambalo unaweza ukawaambia vijana katika maisha ambayo tuko nayo? Kwa vijana wenzangu, tuishi kwa hekima, busara, tusiwe na tamaa. Maisha ni haya, mambo sijui ya wizi sijui nini, hiyo hakuna. Na sisi ndio bichi, tupo hapa bichi ya Mji Mwema, na sisi ndio vijana ambao sisi tunajishughulisha na hapa bichi. Kwa hiyo maisha ni sehemu yote. Baba, unaitwa nani mwana? Mimi naitwa Alfani. Alfani, hapa bichi unajishughulisha na nini? Mimi najishughulisha na upigaji wa picha. Piga picha. Kamera ipo? Kamera ya kwangu binafsi sio. Natumia za watu. Natumia za watu ya. Nakodisha. Kwa nini una kamera? Hapo nilikuwa nataka niongee kuna changamoto. Sina kamera kwa sababu nataka niongelee pia ujaji wa vijana bichi, labda wanakuja kutafuta. Kijana kama kijana unapotaka kuja kuishi maisha ya bichi, kwanza lazima uwe unafahamu kuwa maisha ya bichi yako tofauti na maisha ya mtaani. Jinsi ya utafutaji au vipi na watu, jinsi yani utofauti wa watu ambao unakutana nao. Bichi, kama unapofika bichi, cha kwanza inabidi uje ukiwa timamu na wewe unajua unakuja kufanya nini kabla ya kuja hapa bichi. Kwa sababu watu wanakuja hapa bichi wanakuja watu tofauti. Wapo watu ambao wanakuja kuenjoy, wapo watu ambao wapo kwa ajili ya kutafuta, na wapo watu wa ajili wageni, yani wakuja tu kuangalia kumbe bahari ndio ipo hivi bichi. Sasa naongelea kwa wale vijana ambao wanataka kuja kutafuta, changamoto ambazo watazokuja kukutana nazo huko. Cha kwanza, vijana wengi au mabichi boy wengi wanakuwa wapo katika msimamo lile. Yani kama mimi hapa naweza nikasema nimefika bichi, labda nataka nitafute pesa na biashara yangu, yani kwa mfano kama hivyo napiga picha. Napiga picha utapata pesa, lakini sehemu yako ya kutafuta lazima utengeneze connection na watu wale ambao umewakuta pale. Zile kampani ambazo utaziunganisha ndio zinakuja kumpelekea kijana ambaye anakuja kutafuta huku bichi kupotea. Kwa sababu gani? Hata kama ukija kutuangalia sisi hapa wote ni makazi ya kudumu, labda ni wachache, wengi ni makazi yao ya kuungaunga homeless. Kwa ukishafika hapa, kama ulikuwa unavuta sigara, kama ulikuwa unavuta bangi, kama ulikuwa unakunywa pombe au vipi, utawakuta hao watu. Na hata kama ulikuwa utumii pia, kwa akili yako itavokutuma, ukija ukaruzi kidogo ukaingia mole, unaweza ukapotea. Mwisho wa siku ukawa maisha yako ni yale yale, unaishi bichi sawa, lakini faida wewe kwako itakuwa ni ile faida ya kula, labda umekunywa, lakini kusema eti ile kujimeki ukaweka maisha lili tofauti na mtu ambaye anatafuta huko mtaani, kwa kweli no. Mimi kama mimi mpaka sasa hivi hapa sina kamera, naweza nikasema ni mmoja wapo katika watu ambao tumelose na bado tunaishi na bado tunaishi hapa bichi. Kwa sababu gani? Mimi nilikuwa na kamera mbili au vipi. Kamera ya kwanza labda tuseme nilipata changamoto baada ya mzazi mwenzangu kuugua nini, nikaeka bond, nikashindwa kuigomboa. Shilingi ngapi ile bond? Nikaeka 100,000. Kuigomboa ibidi. Sasa hivi na muda tuseme mwaka mmoja sasa hivi ushapita. Ipo lakini au ipo kama itakuwepo, lakini sasa inatumika kwa sababu tayari mkataba si ushaisha. Sio mali yangu tena. Na kamera pili nikaja nikaibiwa hapa. Lakini sasa ukija kuangalia hivyo vote vilivyonifilisha ni anasa. Hiyo ni changamoto kubwa sana ya beach, anasa. Kwa sababu utakuja hapa kwa kutafuta, lakini unaweza kwa kuna kitu kingine kilikuleta beach, labda ulikuwa na stress au vipi. Ukajiingia kwenye kutafuta, ukamwona yule anakunywa, ukasema ngoja na mimi leo nini labda nitabadilisha mind, kumbe pale ndo unakwenda kupotea. Wakati unakuja beach ulikuwa unatumia kinywaji gani, kilevi gani? Wakati nakuja beach nilikuwa situmii kinywaji. Mimi ni mtu wa kuvuta, nilikuwa navuta. Yani tokea hapo kwa natumia sigara. Sasa hivi bado navuta sigara. Kinywaji niliingia sasa huko kwenye
ulevi tuseme. Maana sio unywaji, maana ukipitiliza ule unakuwa tena sio unywaji, ni ulevi. Sasa hivi sipo kuna ulevi. Umetoka. Ila bado nipo kuna uvutaji. Sasa kuna mpango gani katika kutafuta kamera nyingine? Mpango upo. Upi? Na kufanya kazi bado nipo, maana bado naendelea kupambana. Nakwambia natumia kamera za watu. Ukichukua kamera ya mtu unalipa shilingi ngapi kwa siku? Au kwa kazi? Kwa mimi hapa kama mimi ni mzoefu. Na pia najulikana na baadhi ya wenzangu ambao wanafanya hizo kazi. Kwa mimi sikodishwi kwa kusema natoa pesa zeni nipewe kamera. Mimi napewa kamera, nafanya kazi, zeni ninachokipata nakuwa nagawana na Mosi. Nagawana. Yeah. Hiyo ndio ninachosaidia mimi. Unafahamu chochote kuhusiana na Wizara ya Vijana? Wizara ya Vijana kwa mimi hapa sifahamu chochote. Yeah. Hata kama vijana tuna waziri serikalini ambaye anatuwakilisha na kuangalia maendeleo yetu. Kwangu mimi bado sijaona kwa sababu sijawahi kupata hiyo aweni ya waziri wa vijana. Labda nikasema waziri wetu tafanya hivi sijawahi kupata. Hata kumjua simjui. Bwana, viongozi wa kiserikali, tuna diwani, tuna wenye viti wa mitaa. Tumegusia hapa waziri wa vijana. Ushakutana naye? Mimi hata jina lake simjui kabisa, hata yani si hata kumuona. Kwanza yeye ni maisha yetu wenyewe mwanangu. Utamuona wapi kwanza? Si mwenyewe mtandaoni. Nanauka. Nanauka. Nampa ujumbe gani? Natamani aje asikilize changamoto tunazopitia za vijana. Tembelee kila sehemu, so kusema kwamba wao wanapanga sehemu wakutanie vijana. Yaani wanakuwaga ni vijana ambao wanajiweza. So pia sisi ni tegemezi pia kwa familia zetu. Kwa sababu sisi ndio vijana, familia zetu naona vijana ndio sisi tupambane familia zetu zikae fresh. Sasa maisha kishakuwa huku magumu kwa sisi vijana huko kwa nafikiri sisi tutegemea yani inakuwa ngumu zaidi. Ibrahim umevesha asubuhi. Umevesha kwa sababu ya gazabu. Gazabu zipi? Ya maisha ya Afrika. Hebu tueleze. Afrika ina gazabu. Sina kazi. Napenda nifanye kazi. Ila nakosa sasa nifanya nini? Asubuhi. Kila nikiamka asubuhi huwa namuombaga Mungu. Sio kwamba tuna makosa. Naombaga wala gonna go. Nitaenda wapi mimi? Mtoto wa masikini. Nikiangalia sina pa kwenda, bora nilale au sometime bora hata ni chili au ikiwezekana kama hivyo washikaji wananiita tuka bang mbele kama hivi beach bora tukachili. Sio kwamba mapendeleo yangu. Umesoma mpaka darasa la ngapi? Nika shule hapa changamoto. Shule 7. Au 7 nikapita juu kwa juu. Na 7 nikafaulu nikapita. Form 4 yenyewe hadi 5 nikazingua 5. Kazingua 5. What is civics? 5 because of my What is civics? Parent nini? Salary. Unajua ungeenda skuli lazima upewe nini? Kwa hiyo upewe la shule ukamwa. Upewe la shule. Wazazi hawana hela nao. Maisha uko. Kama kuja bichi. Kuna kazi lakini umeamka asubuhi umelewa. Pesa umepata wapi? Washikaji. Yaani nimekuja hapa. Ni washikaji wanawai mwanetu. Kwa nini ulipo na mawazo? Mimi kijaga bichi na kuga na ma feeling. Sinaga amani. Mimi sinaga amani nikijaga bichi hapa. Washikaji ni wengi wanakuja bichi. Au wakija tu bless mabraza kibao. Sasa nikijaga bichi. Mimi sijaji na huruma. Pombe zikiisha unafanya kazi gani? Baba. Sina fanya kazi ngumu. Kama Mungu hapendi.
Tumezaliwa tufanye kazi kwa bidii. Ili tu Uishi kwa bidii. Kwa unafanya kazi gani sasa? Kila mtu ana kazi zake. Wapi? Kila mtu ana kazi zake. Sisi sio professional kazi. Sisi ni bachelor kazi. Kazi zote tunafanya. Kama professional kazi, maybe ule pale director, maybe I don't know. Sisi kama sisi hatuna kazi professional. Si kazi zote na IP. Nimeshakuwa lete zege, lete bahari, si naingia baharini navua. Papatua, ndio maana hapa tunatega pia. Unajua wazungu wakija sina chekecha, ili tupate riziki zetu, maisha ukweli. Unaiambia nini serikali yako? Serikali yangu naambiaje? Why always us? No swali, why me? Why always me? Cause of sina maamuzi au sina kuongea au kwa sababu Alfani ana cha kuongezea hapa, hebu tumsikilize. Naam. Mimi nataka nichangie kuhusu hawa makaka, madada ambao wanajiweza, ambao huwa katika familia. Ambao huwa wanafika kutumia katika hii sehemu labda kuenjoy au kutembea. Siku zote wanapofika wao wanakuwa wanafika na mali zao, wanafika na pesa zao. Zini wanatukuta sisi vijana tupo katika area hii hapa ya kutafuta. Mara nyingi kampani ambazo wanapenda kutoa ni starehe zao ambazo wanatumia. Hakuna kaka wala hakuna dada ambaye anaweza kafika ukakaa nayo kamiti basi akakwambia kunywa pombe zeni kuna kazi nitaka nikakupe ukafanya. Hakuna. Ila atakwambia kunywa pombe, furahi, zeni yeye anaondoka anaenda kuishi maisha yake. Kwa sisi huku nyuma bado natuharibu kwa wenzetu ambao wana sehemu za kutafuta za kila siku, na sisi ambao tunatafuta kwa kuungaunga inakuwa inatuvunjia utu, kwa sababu wao wanapofika na furaha zao za moyo na sisi tunakuwa tunafurahi, labda tunaweza tukasema tunaweza tukapata fursa fulani, lakini mwisho wa siku ile fursa haipo. Tunakuwa tunaumia, tunapoteza utu, tunapewa mipombe, hatupewi fursa. Afu mwisho wa siku hawa watu ambao tunaishi nao wanatushusha wazi, wanaonekana yule vipi kafika alikuwa hivi, mbona sasa hivi yupo hivi. Kwa hiyo nataka niwahusie watapofika kutumia watumie. So wanasema starehe gharama. Usihitaji mtu akububuzi. Basi kama utahitaji kampani ya mtu au wa kijana ambaye yupo kwa mazingira ya beach, basi angalia karia yake. Kama unamuona kapotea basi na wewe usizidishe ili apotee. Msaidie. Maana unaweza kumkuta mtu yuko rafu nini, ila sawa tunajuana ile unakuja mara kwa mara. Nikaja nikakwambia brother nichukulie na mimi bwana hata kuka. Wote wana respect. Utaniuliza umekula? Utaniuliza. Utanichukulia, utanipa. Ila kimsingi ilibidi wawe na moyo. Hatujui wao wanapata vipi kwa sababu na sisi wenyewe tunatafuta na hatujui wao wampitia njia gani ili kupata. Basi wajicontrol au control watu ambao hawana au vipi katika yale mazingira wanayopita, kwa sababu kijana wa mtaani na wa huku tofauti. Hata kama anakunywa pombe, analewa, anavuta bangi ni tofauti. Njoo hata mazingira ya usiku utawakuta vijana ambao wanahangaika mchana wanapambana, lakini usiku unaweza kukuta wana malazi, sehemu ya kulala hawana, na wanakaa na wakaka ambao anao uwezo wa kumwambia hauna ishi fanya basi, unaweza kufanya kitu gani? Kitu fulani mimi nitakusaidia hapa. Labda wewe kijana mwenyewe ndo waruzi, ila kiukweli hiyo hapo haipo. Na hiyo ni changamoto kubwa beach. Unaweza kufika beach ukasema mbona huyu anaziekea hapa beach, mbona huyu ana umri mkubwa afu anaonekana ana maisha. Hamna, hapa beach pana uchawi. Uchawi hatujui uchawi gani, ila uchawi upo ambao vijana nyinyi mtaokuja hapa kwa kabisa mna akili zenu, mjue kabisa mnaweza mkapasi au mnaweza mkaluzi. Kwa ndugu zetu wenye mali, kwa wateja zetu, kwa ndugu zetu ambao wapo hapo. Changamoto ni hiyo. Tukumbuki. Kijana tuzungumze. Kijana tuzungumze. Hivi ndivyo ambapo vijana tunazungumza. Tumepata kusikiza mengi sana kutoka kwa vijana. Wito serikali kupitia Wizara ya Vijana,
Wizara ya Maendeleo ya Vijana, watu wafike chini, watu watafute vijana wenye wizara yao, wazungumze nao. Vijana wana mengi mazuri, kama watafikiwa basi hatuwezi kuhangaika sana kuhusu swala la ajira kwa vijana. Hapa katika mazungumzo haya tu kuna vitu tumeokota. Mathalan, hakuna uokoaji hapa, yaani hakuna kitengo maalum cha uokoaji. Hii ni fursa. Ipo haja ya Red Cross kuweka ofisi, lakini tukiachana na Red Cross, ipo haja ya kuanzisha organization NGOs ambayo itafanya kazi zake katika ufuko huu, itoe mafunzo kwa vijana, mafunzo ya uokoaji, na hiyo NGOs ipate misaada kutoka kwa wadhamini, wafadhili, ili ihakikishe kwamba inawawezesha vijana kujiajiri kupitia shughuli za uokoaji, na ndani yake pia kuna shughuli za ulinzi. Maana yake vijana hawa kama utawakusanya vijana 20 ukawapa mafunzo ya ulinzi, ukawavisha uniform, ukawapa mbwa, radio call, kamera na nini, wanaweza wakafanya shughuli za ulinzi. Lakini pia unaweza kuja na kitu cha organization ya usafi na mazingira ya eneo hili, ukaajiri. Unaishi bichi hapa Dele au sio? Changamoto hapo bwana, choo. Hamna vyoo private ambao vile vyoo hata vya kulipia vile. Choo ambacho hata kio maalumu hata kama mtu anabana haja anaenda analipia hata 500. Papa akajisaidia. Vyoo hamna vyoo. Changamoto hapa ni choo. Kukojoa kwenye vyoo utakojoa hapa. Unataka unabana mkono na wana. Maisha yako kwanza. Unataka kukojoa kunya. Maisha je? Ukanya tena bali. Maisha. Wewe usikwenda kunya bali hivi asubuhi. Mchana. Changamoto watuletee vyoo. Wajengee vyoo. Kama bichi hapa tukia hata vyoo. Tunaweza tuna uwezo wa kutoa hela sisi tukaenda tukalipia hapa. Hata choo cha kulipia hamna. Watokea hata vyoo vya kulipia. Cha kwanza kwa tunatokea tu choo cha kulipia. Sisi tuna uwezo kwenda pale tutafuta kwenye michongo yetu tukalipia pale atajio kama ilivyokuwa feli kule vyoo vipo. Kuna fursa ambazo vijana tukizifuatilia zinaweza zikatusaidia katika maisha, tukajikwamua sisi na tukakwamua wengine. Tutaendelea kuzichambua fursa ambazo zinapatikana katika maeneo mbalimbali ambayo vijana wamo, ila nyinyi ambao mna uwezo mnaweza kuja kuwekeza kupitia fursa hizo, kupitia vijana ambao wapo hapa. Alfani alizungumza kwamba kuna watu wanafika hapa na pesa zao, wakija wanachukua vijana wanakula bata alafu wanaondoka. Kijana anamwacha vile vile. Sasa nyinyi ambao mnakuja na pesa zenu hapa, mnaombwa mkija mwawezeshe vijana. Kumwezesha kijana unaweza ukamuuliza tukifanya kitu gani hapa bichi kinaweza kikatusaidia wewe na mimi. Wewe unaweza ukawekeza, ukishawekeza ukakuta ukija bichi unapata chochote kitu na vijana nao wanapata chochote kitu. Kwa hiyo kutembea ni kuona, kutembea ni kujifunza. Tumejifunza mengi, tumeona mengi. Mtazamaji wa Raia Mwema, kipindi ni tuzungumze vijana. Vijana tunazungumza na kwenda kuona fursa mbalimbali ambazo vijana wanaweza wakazipata, na wewe unakwenda kuona mahala ambamo unaweza ukawekeza kupitia vijana. Tulikuwa katika eneo la bichi ya Mji Mwema, tumezungumza na vijana, tumeona shughuli zinazofanywa hapa. Kwa hivyo naitwa Rajab Ganga, nyuma ya kamera ni Kasim Nasoro, na kuomba hapo ulipo usiondoke, usisahau kusubscribe, kucomment na kulike. Asanteni.